Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba Media, ni muda mwingine tunaenda kukusogezea kimichezo. Yapo mengi ambayo yalijiri weekend iliyopita. Kubwa ni kuhusiana na kamati ya usimamizi wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, nikimaanisha kwamba saa 72 walitoa taarifa kwa umma kuhusiana na mwenendo wa matukio ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara iliyopita. Sasa kubwa imezua mjadala kuhusiana na namna ambavyo maamuzi kupitia zile kanuni pamoja na makosa husika ya mtu mmoja, lakini pamoja na vilabu akiwa ametoa adhabu mbili tofauti. Kubwa ni mwamuzi aliyechezesha mchezo nikimaanisha kwamba mwamuzi wa pembeni wa namba 1 na namba 2 wote wakimpatiwa adhabu, lakini adhabu zikiwa zinatofautiana. Lakini pia tutagusia na mchezaji Selemani Mwalimu ambaye yeye amepigwa rungu ya kutokushiriki michezo mitatu kutokana na kosa alifanya kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Wekundu wa Msimbazi ambao walikuwa wageni pale mkoani Dodoma dhidi ya Dodoma Football Club. Tutaligusia hilo, yeye amefungiwa michezo mitatu. Tutagusia hayo na mengine mengi, tukitaka kufahamu kutoka kwa mdau wa soka Omar Bula kujua nini maoni yake na mtazamo wake ni upi. Haikuishia tu hapo bodi ya ligi kuu Tanzania bara kupitia saa 72, lakini Young Africans wao wakasisitiza wanahitaji ufafanuzi wa kina kuhusiana na namna ambavyo adhabu hizo zimeweza kutokea. Tutagusiana na hayo, lakini tumekuwa na mjadala kuhusiana na wachezaji wazao kwenye nafasi mbalimbali wakicheza, wengi wakimtaja Ladak Chesambia na uwezo sawa na nyota mpya ambaye mingizo jipya kwa dirisha la mwezi Januari lililopita, sio mwingine Libase Geye. Tutapata kufahamu kutoka kwa Omar Bula ni ipi tofauti kati ya wachezaji hawa wawili, lakini pia akigusia ni upi uwezo wa Chesambi na Libase Geye pamoja na wachezaji wengine wazawa ambao wanashiriki kwenye ligi kuu Tanzania bara na nyota wageni ambao wanatoka kwenye mataifa mbalimbali. Mimi ni binti po Imelda po, mwenzangu Morris Kasim yuko nyuma ya kamera, hakikisha kwamba unapata picha ngavu, lakini unapata yale yote kutoka kwa mdau wa soka Omar Bula. Tufuate kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, tunapatikana kwa jina moja tu, Kishamba Media. Binti po Imelda po naenda kuungana na Omar. Mambo vipi? Safi, tuko vizuri. Naenda? Namshukuru Mungu imeenda. Bilinge za ligi kuu Tanzania bara uweze kuziacha kwa kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Kabisa kwa sababu ligi ndio imefika katika stage ambayo wanasema kama ni Ramadhani umeigawa kwenye makundi matatu, 10 la kwanza, 10 la pili na 10 la tatu kukamilisha 30. That the same applies to ligi yetu ya Tanzania. Kuna kipindi inafika mwanzoni watu wanaanza kwa kujivuta, inafikia kati yule ambaye wa kushuka daraja anaonekana, yule ambaye anaonekana na dalili za kuchukua ubingwa anaonekana. Kwa hiyo so far ligi iko katika stage ambayo wale ambao wanautaka ubingwa wanaonekana na wale ambao tayari wameshasabilia maisha yao kushuka ligi wameshaonekana tayari. Dalili zinaonekana kila mahali, umezungumza vizuri. Wale wakubwa wa juu wanaendelea kuzitafuta alama, lakini wale kule chini ambao wanatamani kujinasua kwenye nafasi walizopo, lakini kila dalili zinaonyesha kwamba mambo yanazidi kuwa mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa leo tunataka kugusia ile barua ambayo imetolewa na bodi ya ligi kuu, bodi ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara, ikimaanisha kwamba TPLB kupitia kamati yake ya masaa 72 ambayo ilitoa taarifa yake. Kubwa ni kuhusiana na adhabu ambazo zimetolewa. Wewe kama mdau wa soka, kwa namna ambavyo umetazama umepitia vifungu mbalimbali kupitia na zile adhabu ambazo zimetolewa, wewe umeona ni sahihi kile ambacho bodi hiyo imeweza kutoa adhabu zile? Ni sahihi kutokana na matukio ambayo yalitokea? Bodi kupitia kwa kamati hiyo ya uendeshaji na usimamizi wa ligi, kwa maana almaarufu kama kamati ya saa 72, kuna baadhi ya matukio ambayo yametolewa maamuzi, lakini kusema kwamba ilikuwa sawa sio sawa, ilikuwa sawa sio sawa, inabidi niguse tukio moja tukio jingine na kuangalia hilo tukio limekwenda kuwa na impact gani kwenye kile ambacho kimeamuliwa. Sasa tuzungumzie matukio makubwa mawili. Tukio la moja ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo kuhusiana na waamuzi, lakini tukio la pili ni mchezaji Selemani Mwalimu kufungiwa michezo mitatu. Wengi walikuwa piga hesabu kwamba itakuwa michezo 5, lakini imekuwa michezo 3. Kiutaratibu, kwanza kwenye tukio la waamuzi ambao wamechezesha mechi ya Kariakoo Derby, muamuzi kwa maana line 1 na line 2 kufungiwa muda ambao ni utofauti, yani kanuni moja imetumika kuwafungia waamuzi, alafu adhabu zimetofautiana. Yani huyu kafungiwa miezi 6, yule kafungiwa miezi 3. Something which is fishy. Yani unajiuliza kwa nini
kwa kutumia kanuni mmoja atumikie miezi 6, mwingine atumikie miezi 3, alafu ni issue ya offside offense, umenielewa? Kwa hiyo hapo kidogo kuna mkanganyiko na kuna kuvutana baina ya kile ambacho kimeamuliwa na bodi ya ligi na mimi Omar Bula respectively ninachokiamini. Naamini kama mwamuzi alitakiwa afungiwe miezi 3, wote walitakiwa wafungiwe miezi 3. Kama ni miezi 6, basi wote wangefungiwa miezi 6, ili mradi kuepusha loophole ya kusema kwamba kuna double standard. Hilo la kwanza. La pili ni kuhusiana na tukio la Selemani Mwalimu kufungiwa miezi 3 kwa michezo mitatu, yes, na faini ya milioni 1 kwa mechi za hivi karibuni. Wachezaji ambao walifanya matukio ya utovu wa nidhamu uwanjani walikumbwa na rungu la faini ya milioni 1 pamoja na kufungiwa michezo 5. Umenielewa? Na ni kwa mujibu wa kanuni. Kilichotokea kwa Selemani Mwalimu kimejidhihirisha kwamba alifanya tukio la utovu wa nidhamu kwa kumpiga mchezaji mwenzake kiwiko. Uamuzi ambao ulifanywa kwenye matukio ya namna hiyo kabla ya hilo alilolifanya Mwalimu, wachezaji ambao walifanya hicho alichokifanya Selemani Mwalimu walikumbwa na adhabu ya kufungiwa mechi 5. Kwa hiyo kama Mwalimu amekutwa na amekutwa na hatia kwamba alifanya tukio la utovu wa nidhamu alafu amefungiwa mechi 3, kidogo pia napo kutakuwa na maswali. Kwa nini Selemani Mwalimu, kuna exceptionalities gani ambazo zimefanya Selemani Mwalimu afungiwe mechi 3 alafu wengine wa nyuma ambao walishawahi kufanya matukio ya namna hiyo wafungiwe mechi 5? Hapo kwenye adhabu kwenye mchezo wa Simba na Yanga, kuna mchezaji Duchu Kameta amefungiwa na amepigwa faini. Duchu amefungiwa kwa sababu amemwaga vitu ambavyo vimeashiria kwamba amefanya imani za kishirikina, amemwaga maji uwanjani and something like that. Kitendo alichokifanya Duchu ni miongoni mwa vitendo ambavyo Selemani Mwalimu naye pia alikuwa ameonekana akivifanya. Video zinamuonyesha kabisa Selemani Mwalimu naye anakwenda kwenye kibendera na mwaga vitu. Inamuonyesha mshambuliaji mwingine yule mpya wa Simba Mwangosi naye pia akienda uwanjani anamwaga vile vile. Kwa kuna wachezaji ambao walionekana dhahiri shahiri kwamba nao pia walifanya kile ambacho Duchu alikifanya, lakini at the end of the day ni Duchu ndiye ambaye amekutwa na hatia na kufungiwa na kupigwa faini. Umenielewa? Kwa hiyo nawe pia hiyo inaibua maswali. Tuje kwenye goli ambalo lilifungwa, goli la Selemani Mwalimu kwenye huo mchezo ambalo kamati ya saa 72, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kwa maana ya kamati ya saa 72 wamekuja na mantiki ya kwamba mwamuzi alikataa goli halali la Simba. Kwenye kuupa uhalali lile goli ndipo napo pia kunaibua maswali. Kwa nini lile goli linakuwa halali wakati mchezo ulishamalizika dakika 90 bila? Ripoti ya mwamuzi imekusanywa kabla ya kufika kwenye kamati ya saa 72. Uhalali wa goli unatokaje? Simba wana haki ya kwenda mahakamani kudai haki yao, kwa maana wanahitaji pointi 3 kwa sababu goli ni halali. Umenielewa? Simba wana uwezo wa kuwasuu bodi ya ligi kwamba tunahitaji alama 3 kwa sababu goli ni halali. Definitely, kwa sababu bodi ya ligi mmeshakuja tena mmejikanyaga kwa maana ya kwamba goli halali limekataliwa. Hilo jambo nyingine. Lakini double standard ipo kwenye matukio. Hii kamati ya saa 72 inakaa kila baada ya saa 72 kuweza kupitia hiyo mienendo. Umenielewa? Kuna michezo mingi sana ambayo imepigwa kabla ya kwenda kwenye Kariakoo Derby. Kuna mchezo kati ya Namungo na Singida. Ulikuwa na matukio mengi sana tata. Kuna tukio la mchezaji Lucas Kikoti. Aliruka yoko shokoshugi ile, yani mguu alipandisha juu hivi. Umenielewa? Hatukumuona kwenye kamati ya saa 72 yakitolewa maelezo. Umenielewa? Mwamuzi wa ule mchezo, kuna matukio ya penalti yalitokea. Mwamuzi wa mchezo naye pia alitakiwa wajibishwe kama kweli watu walikuwa wanatenda haki. Lakini ile mechi haipo kabisa kwenye kutolewa hayo maamuzi. Umenielewa? Kwa hiyo katika haya maamuzi ambayo yanatolewa na hizi kamati, unaona kwamba kuna baadhi ya game ndizo ambazo zinapewa airtime. Kuna baadhi ya game kama hazionekani. Unaweza ukadhani labda timu ambazo zinashiriki kwenye ligi yetu ni Simba, labda na Yanga na Azam FC. Umenielewa? Kwa hiyo ni miongoni mwa matukio ambayo mimi nimejaribu kuya sport na nikaona kwamba hayakufuata haki
hayakustahiki. Yanakupa taswira gani sasa namna ambavyo umetazama zile adhabu zimetolewa? Bodi ya ligi imejivua nguo. Simply I can say that. Yani ndio kwa urahisi naweza nikasema hivyo. Kwa sababu sijawahi kuona katika kipindi cha miaka 10-15 ya hivi karibuni kamati ya saa 72 ikakaa alafu ikaja na maamuzi ya hovyo zaidi kama hii ya kipindi hiki. Yani kwa sababu kila lililoamuliwa ukiliangalia kwa undani zaidi na kwa utashi unaona linaleta taswira ambayo ni inakinzana na kile ambacho kilistahili kuwa. Bodi ya ligi wanapaswa kujitathmini. By the way, mimi sio muumini wa kuiamini kwanza hii kamati. Siamini kabisa kwamba kamati ya saa 72 ina tija. Siamini kwamba mwamuzi akishindwa kusimamia sheria 12 anatakiwa afungiwe mechi 6, 7, 8, 9 miezi mitatu. Siamini katika hicho kitu. Naamini katika kuelekezana, kwa sababu mwamuzi ambaye utakuwa umemfungia miezi 6 alafu at the end of the day anarudi unampa tena mechi, umejiridhisha vipi kwamba huyu mwamuzi amejifunza? Kuna probation time mnampa, labda akitoka kwenye adhabu yake anakwenda sehemu fulani, ama mnapomfungia akirudi moja kwa moja anarudi kwenye ligi? Umenielewa? Ni mambo ya msingi ambayo pia unajaribu kuyaibua. Kwa hiyo katika kipindi cha miaka takriban 10-15 bodi ya ligi imejivua nguo sana kwenye haya matukio ya hiki kipindi cha hivi karibuni. Sawa, baada ya bodi ya ligi kutoa barua yao, sasa wadau wakaanza kupaza sauti. Moja kati ya vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu Tanzania bara, ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara inapitia kila mara mwenendo wake, ni Young Africans. Young Africans wakaona sio hawezi kukaa kinyonge hivi hivi, lazima waombe ufafanuzi kupitia bodi hiyo, kupitia kamati hiyo ya saa 72 kufahamu undani kuhusiana na adhabu hizo. Kwa nini adhabu zimekuwa zinatofautiana na kanuni? Kwa nini mwingine amepata adhabu ya muda mrefu lakini makosa ni lile lile, lakini kwa nini mwingine amepunguziwa adhabu na kati kosa ni lile lile? Kwanza Young Africans, nataka uniambie wako sahihi? Yanga kupitia kwa afisa habari wake ambaye ndo ametangaza kwa umma kwamba wao wameandika barua akiwa inahitaji ufafanuzi. Kwanza Young Africans wako sahihi? Kwa 100% Young Africans wako sahihi, kwa sababu maswali matano walioyaibua kwa bodi ya ligi ndiyo yale ambayo mwanzoni nilikuwa najaribu kuyaeleza. Kuna adhabu ambazo zinafikirisha. Huwezi ukamfungia mwamuzi kwa kanuni ile ile, huyu miezi mitatu yule miezi 6. Umenielewa? Huwezi ukasema kwamba lile lilikuwa goli halali wakati mwamuzi wakati hakuliita kwamba ni goli halali na mechi ilisha bila. Huwezi ukasema mchezaji umemfungia michezo 5 wakati wachezaji wenzake wa nyuma waliofanya kosa lile lile walifungiwa mechi 5. Yeye unamfungia michezo 3. Umenielewa? Kwa hiyo walioyaibua Yanga yameonyesha kwamba kulikuwa na mwanya kwa bodi ya ligi, na bodi ya ligi inawezekana walifanya maamuzi kwa mihemko zaidi, walifanya maamuzi bila kuzingatia kanuni zaidi wakati wanayafanya haya walioyafanya katika hii mizunguko miwili ambayo imechezwa hapa. Kuna tukio la Abdi Banda lile sikuligusa kwenye wakati nazungumza pia mwanzoni. Haijawahi kutokea duniani mchezaji akafungiwa kwa eti kwa kiashiria cha kupoteza muda. Mwamuzi kazi yako ni nini? Ukiona mchezaji amepoteza muda, fidia muda. Umeona mchezaji amepoteza muda dakika 5, ongeza dakika 5. Abdi Banda baada ya kufanya kile kitendo alichokifanya alipewa kadi ya njano. Abdi Banda baada ya kufanya kile kitendo alichokifanya, Abdi Banda mechi ile iliongezwa dakika 10 kwa ajili ya kufidia ule muda ambao ulipotezwa. At the end of the day unakwenda kumfungia Abdi Banda mechi 3. Hebu niambie, kile alichokifanya Abdi Banda na alichokifanya Selemani Mwalimu vina uzito sawa? Kwa nini vipewa adhabu sawa? Selemani Mwalimu afungiwe mechi 3, Abdi Banda afungiwe mechi 3. It is not okay. Selemani Mwalimu kiutaratibu na kikanuni alipaswa kufungiwa mechi 5 na faini ya shilingi milioni 1. Haikuwa hivyo kwa bodi ya ligi, kama kanuni ambavyo inapaswa kuwa. Kwa hiyo kwa alichokizungumza Ally Kamwe ni 100% yuko sahihi, na
najua kama barua imefika kwa bodi ya ligi watakuwa na maswali mengi sana ya kujibu ya msingi, kwa sababu maswali ya msingi lazima yajibiwe. Ukisema hujibu swali la msingi utaonekana umekwepa hoja za msingi. Omar, umesema ni sahihi Young Africans walichokifanya. Sasa tuambie, kwenye ligi yetu inatoa taswira gani kama kamati ambayo inategemewa iweze kufanya usahihi ama iweze kurekebisha makosa ambayo yamejitokeza kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara inafanya ndivyo Simba ambavyo inasababisha vilabu sasa wanatoka mbele wanaanza kusema, ama klabu inatoka mbele inaanza kusema hichi mlichokifanya tunahitaji ufafanuzi. Hii inatoa taswira gani kwenye ligi yetu? Kiutaratibu inaibua maneno na minong'ono ya double standard, lakini pia inaonyesha kwamba kuna baadhi ya timu zimeshaandaliwa mazingira fulani. Wajua kwenye kufanya maamuzi, kama una watoto watano, wale watoto watano kwenye kufanya maamuzi inabidi uzingatie. Yani haiwezekani mtoto mmoja umpe maandazi mawili alafu mwingine umpe andazi moja. Watu watauliza kwa nini? Huyu mmoja sio wako? Umenielewa? Kwa bodi ya ligi kama mwamvuli ambao unawafunika vilabu vyote, inabidi ufanye maamuzi kwa kuzingatia kanuni, lakini pia kwa kuzingatia usawa wa vilabu vyote. Kama una vilabu 30, fanya maamuzi ambayo hayataonyesha kukifeva kilabu kimoja kati ya 30. Kama una vilabu 15, 16, fanya maamuzi ambayo hayataonyesha unavifeva vilabu fulani. Isionekane kuna timu imeandaliwa kwa namna yote ile kubeba ubingwa. Umenielewa? Wanachokifanya bodi ya ligi, wanafungua mianya. Siwezi kusema kwamba bodi ya ligi tayari wameshamuandaa bingwa wao. Siwezi kusema kwamba bodi ya ligi wameshamuandaa let's say Simba abebe ubingwa. Lakini wanafungua mianya ya wadau kuzungumza.